ubaya wa wabunge na viongozi ambao wanamzingira Rais William Ruto na wale ambao wanamuunga William Ruto mkono kwamba aweze kuchaguliwa tena 2027 huwa hawasikii maneno ya wananchi. Hawasikii maneno ya wananchi kabisa. Wananchi wanawaambia hili, lakini viongozi hawasikii. Unajua kazi ya mbunge au kiongozi ni kumwakilisha mwananchi, ni kuwakilisha sauti ya mwananchi. Lakini viongozi ambao tuko na wao katika taifa letu la Kenya, aswa wale ambao wanamuunga William Ruto mkono, wanawakilisha maslahi yao na maslahi ya William Ruto, lakini maslahi ya wananchi wanayapuuza. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha hivi. Sauti ya wananchi kwa ground inasema ni one term, lakini viongozi wanapuuza hayo. Mfano, hii leo siku ya Jumatano tarehe 4 mwezi wa Machi mwaka 2026, Women Rep wa kaunti ya Lamu mwenye anaitwa Muthoni Marubu aliimbiwa one term, akakataliwa kwenye kaunti yake ya Lamu yenye amekuwa akituambia kwamba ile kaunti ya Lamu ni two term. Ilibidi area chief kuingilia kati kutuliza hasira za wananchi ambazo zilikuwa zimepanda baada ya huyu mama kaunti Muthoni Marubu kuambia wananchi kwamba waweze kumchagua William Ruto 2027. Unalazimisha wananchi wamchague bwana Ruto. Angalia ikanda kwanza. Yaani area chief alilazimika kutuliza wananchi, na wananchi walipokataa kunyamaza, walipokataa kuacha kuimba one term, ilibidi huyu mama kutorokea maisha yake. Aliingia kwa gari na gari likaondoka. Angalia. Sikizeni hapa. Hii kula hapa. Hii mtapata. Hiyo maneno. Gunia mbili tunazo hapa. Tunaelewana. Na hizo zingine waheshimiwa wametuahidi tena kutuona. Tunaelewana. Kwa hivyo ni hatari kuondoka uende kwa mzigo.
Nina imani kwamba umekwisha angalia hilo na umekwisha elewa jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Unajua, ninashangaa na hawa wabunge. Kazi yao ni kuwakilisha sauti ya mwananchi. Lakini wameacha kuwakilisha sauti ya mwananchi, wameanza kuwakilisha sauti ya William Ruto na tumbo zao. Unaona hapa wananchi wanaambia huyu mbunge kwamba ni one term. Women rep ni kama mbunge, wanamwambia one term, lakini hataki kusikia. Analazimisha issues mpaka wananchi wakamuimbia one term. Ilibidi mtu ambaye anaitwa chief kuingilia kati angalau kutuliza hasira za wananchi. Wapi? Huyu mama ni kichwa ngumu. Ninakumbuka kuna kipindi kimoja palikuwepo na mazishi upande wa Murang'a. Huyu mama vile vile yalikuwa ni mazishi ya mzazi wa mbunge. Huyu mama ni mtu wa Mlima. Na ninaelezwa kwamba watu wa Mlima wameenda mpaka Lamu. Sasa akaenda pale Murang'a kuambia wananchi ni two term. Kwenye yale mazishi wananchi walimzimia microphone, walimpigia kelele. Hii kanda ni ya majuzi tu, walimzimia microphone na hotuba yake ikaishia hapo hapo. Ubaya wa viongozi, hawawakilishi sauti ya mwananchi, wanawakilisha tumbo zao na William Ruto. Ingawa wazazi wetu walitoka huku, nyinyi unaonekana mshafika Singapore. Na mimi kama Muthoni, mshafika Singapore nyinyi. Mimi kama Muthoni, mimi nawaambia mimi sio wa one term, mimi ni wa two term kwa sababu mimi Muthoni ni wa two term. Na ni wa two term. Ni kwa nini wananchi wanazidi kusisitiza ni one term? Kwa wale ambao hamuelewi one term inamaanisha nini? One term inamaanisha kwamba uongozi wa William Ruto utaongoza kwa muhula mmoja tu, huu ambao wanaendelea. Ikifika 2027 watampeleka William Ruto nyumbani. Na wale ambao wanasema two term ni wale ambao wanasema kwamba watampigia William Ruto kura. Lakini inaonekana kwamba one term inazidi wale watu ambao wanasema two term. Na by the way, kabla sijaweza kuambia sababu ambazo zinafanya wananchi kupandwa na hasira mpaka kuimba one term, kama unataka one term iweze kutimika, kama unataka one term serikali hii iweze kwenda nyumbani 2027, hakikisha kwamba kama hauna kitambulisho, hakikisha kwamba uko na kitambulisho. Number 2, hakikisha kwamba kitambulisho kikija umejiandikisha kama mpiga kura. Sijui kama unanielewa. Number 3, hakikisha kwamba unachunga kitambulisho chako, kwa sababu kitambulisho chako ndicho jembe lako kuingia nalo shambani kulima. Katika kanda hii msije mkashangaa nini hichi ambacho sijui nini mbaya imefanya na imefanyika kwa mitambo yangu siku hizi inazimazima, lakini umeme upo. Ni kipi ambacho kinasababisha mpaka wananchi kuimba one term? Hali ya maisha imekaa ngumu. Kama leo
Nimeona gazeti la The Standard linasema kwamba waziri wa fedha John Mbadi aliweza kuwadanganya Wakenya kwamba wameanza kukusanya trilioni 5 ili kujengea barabara. Kumbe zile pesa zilikuwa wanaiba. Wameanza kutafuta pesa za kampeni mapema sana. Wananchi wanateseka hapa nje, mnawatoa ushuru, alafu cha kushangaza hizo pesa zinapotea. Gharama mbaya ya maisha. Tukikuja katika taifa letu la Kenya, ukosefu wa ajira hamna. Vijana hawana kazi. Alafu utapata kwamba kuna mtu mwenye anatuambia tutam. Mnatakaje tutam ila kipindi cha kampeni mliweza kuahidi wananchi kwamba chini ya miaka 5 mtawaundia wananchi kazi. Hizo kazi hamjaunda. Sasa mnataka kibarua kingine kipi? Nyinyi mnataka kuajiriwa 2027 kipindi ambapo mjaweza kuunda ajira, muweze kuajiri vijana. Wakenya si wajinga, wamechanuka. Namba 2. Sijasema tutam, nimesema namba 2. Matumizi mabaya ya hela za mwananchi katika taifa letu la Kenya yamekasirisha wananchi. Pesa zinarushwa hapa nje. Unapata kwamba vijana wanapewa 1,000, 2,000, 1,000 kumlaki kiongozi. Badala ya kuwaundia kazi, mnawapea pesa. Hizo pesa ambazo wanaweza wakatumia leo peke yake, kesho mnataka waishije? Nyinyi ndio mnachangia mpaka wananchi wanawaimbia one time. Ndio. Namba 3 na ya muhimu. Lamu, 90% ya watu ambao wako pale ni watu kutoka mlima. Na huyu mbunge alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuchangia kumpeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Na wao wameahidi watalipisha kizazi. Watalipisha kisasi kwa huyu mbunge kuchangia Gachagua kwenda nyumbani, na yeye watampeleka nyumbani 2027. Kuna ahadi nyingi ambazo Rais William Ruto aliwapea wananchi. Barabara, ajira, hata ongeza ushuru na mambo mengine kama vile hata ongeza mafuta. Hayo yote ameweza kuyavunja. Na ndio maana wananchi wako na hasira, wanaimba one term, one term, one term. Sasa nikimalizia, sitaki nizungumze mengi. Nina imani kwamba nimekwisha zungumza haya ambayo nimezungumza yametosha. And by the way, misplaced priorities ndizo zinafanya wananchi wanaimba one term. Huu si wakati wa kampeni. Ni wakati ambao viongozi wanapaswa kuwafanyia wananchi kazi. Karo wahakikishe kwamba wamesort. Ajira kwa vijana wahakikishe kwamba wamesort. Ushuru wapunguze. Bei za bidhaa muhimu, basic needs wapunguze. Huu si wakati wa kampeni. Lakini serikali nayo imeamua ni kampeni, badala ya kuweza kuangalia yale mambo ambayo wananchi wanataka yaweze kuwasaidia. That is a misplaced priority. Wazo lako ni lipi? Nikimalizia, je, wewe ni timu one term ama wewe ni timu two term? Sema nasi.